Katika programu hii tunayoishuhudia leo, ambayo inalenga kuwawezesha vijana kidijitali, ambapo vijana wataweza kutatuliwa changamoto kubwa ambayo wanakutana nayo ya kuwa na vitendea kazi au kuwa na kitendea kazi muhimu. Lakini si tu kuwa na kitendea kazi, na sio tu kuwa na elimu ambayo tutaipata darasani. Tunafahamu wengi tuko vyuoni, tunalenga kumaliza elimu chuoni, lakini swali linakuwa ni unapomaliza kupata elimu unafanya nini na elimu? Sasa katika mashirikiano tunayoyaongelea leo, tunaongelea kukuwezesha kukupa kitendea kazi, tunaongelea kukuwezesha kuwa na mawazo bunifu, kukuwezesha kuweza kuwa na mbinu za usimamiaji wa utekelezaji wa mawazo, usimamiaji wa utekelezaji wa biashara au kuendesha biashara. Tunamuona Bazili leo. Tuli amesema Bazili anaweza akamwajiri. Alianza na mawazo. Na si kweli kwamba vijana tulionao hapa hawana mawazo. Ni uthubutu, lakini kuwa tayari kuweza kuwa mentored. Sasa kupitia CRDB Foundation utawezeshwa kupata kitendea kazi ambayo ni kompyuta. Sasa ile changamoto ambayo imekuwepo kwa muda mrefu ya wanafunzi vyuoni kutokuwa na vitendea kazi. Sasa kwa vijana tunasema hilo limekuwaje? Limekuwaje? Hilo limeisha. Kwanza naomba kutoa shukrani nyingi na kubwa sana kwa benki ya CRDB. Leo tuna viongozi wakubwa kutoka benki ya CRDB kwa sababu wametuona vijana kwamba na sisi tuna jambo ambalo linatakiwa kufanyia kazi. Benki ya CRDB ndiyo inawekeza CRDB Bank Foundation, na wao kila mwaka wanatenga fedha kwa ajili ya kufanya hizi program za vijana na wanawake. Sisi CRDB Bank Foundation tunaendesha kwa niaba yao. Na kwa kipekee kabisa leo tuna bahati ya yule mtu ambaye ndo anatutengea hiyo 1%. Tuwe wakina Bazili wengi, tutoke twende tukazitafute fursa. Upewi lifti kwa kukaa nyumbani, rafiki yangu. Upewi lifti kwa kukaa nyumbani. Yeah. Upewi lifti kwa sababu tutakupata wapi? Kwa Bazili amepata lifti na timu yake, hawakukaa nyumbani. Na tulipomchallenge tukasema, ili programu yako tufanye na wewe, lazima bodi ya mikopo ingie. Waulize bodi ya mikopo, sikwenda mimi. Wala I don't want to take that credit. Nikaambia Bazili nenda. I was testing his strength and determination. Sasa mtu kama huyu, hata viongozi wangu mlioko hapa, halipi mkopo? Of course, analipa. Kwa majina naitwa Dr. Peter Mmari, ni mkurugenzi wa upangaji na utoaji wa mikopo, bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, nikimwakilisha mkurugenzi mtendaji Dr. Billy Kiria. Na kama mnavyofahamu, bodi ya mikopo imejikita katika utoaji wa mikopo kuanzia katika level ya elimu ya kati mpaka PhD. Na leo tumeshiriki hapa kama sehemu ya utekelezaji wa maono ya serikali ya awamu ya 6 ya kuboresha mahusiano kati ya public sector na private sector. Kwa leo bodi ya mikopo inashirikiana na
Basil Link ambayo ni kampuni binafsi pamoja na CRDB Foundation ambao wanalenga katika kumsaidia kijana kuweza kupata digital financial literacy, kupata entrepreneurial skills pamoja na kuwezeshwa kimikopo ili waweze kununua digital tools, yani laptops. Kwa nini bodi ya mikopo ni sehemu ya mashirikiano haya? Ni kwa sababu mashirikiano haya, moja, yamewalenga wanafunzi ambao ndio wadau wakubwa na wateja wetu, lakini pili, mashirikiano haya yanaenda kuwawezesha wanafunzi kuwa na financial discipline, na hiyo ina nafasi kubwa katika kushape financial behavior ya wanafunzi, yaani kutumia pesa zao wanazozipata kwa namna bora zaidi ili kutimiza ndoto zao za kupata elimu. Lakini pia mafunzo ya entrepreneurship na mafunzo ya digital literacy yatawawezesha wanafunzi kuweza kutumia vizuri mifumo yetu katika uombaji wa mikopo pamoja na kurejesha, lakini pia yanawapa fursa ya kutengeneza ajira au kuweza kujiajiri wakiwa bado chuoni au baada ya kutoka vyuoni. Na kwa sababu hiyo basi tunakuwa na uhakika wa kurejesha marejesho kwa sababu watapata vipato, lakini pia kwa kupata skills hizo wataweza kuajiri vijana wenzao na wataongeza nguvu kazi katika taifa kwa ujumla. Kwa sisi bodi ya mikopo ni furaha yetu kushiriki katika mashirikiano haya, lakini pia tunafungua milango kwa taasisi zingine kama CRDB Foundation pamoja na Basil Link kushirikiana na sisi kuwahudumia vijana. Bodi ya mikopo imefungua milango yake kama sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya serikali, namna ambavyo taasisi za umma zinaweza kushirikiana na taasisi binafsi ili kuboresha utoaji wa huduma zetu. Kwa bodi ya mikopo tumefungua milango hiyo, na leo ni udhihirisho kwamba tunashirikiana na Basil Link, taasisi ambayo inaongozwa na vijana kwa ajili ya vijana, na tunashirikiana na CRDB Foundation ili kuwafikia vijana. Mafanikio ya taifa hayajengwi na taasisi moja, bali kwa nguvu ya pamoja ya sekta binafsi, taasisi za umma na wadau wa maendeleo wanaounganisha rasilimali, maarifa na dhamira. Leo si tukio la kawaida. Hii ni siku ya kuunganisha maono ya kizazi cha sasa na mustakabali wa taifa letu. Ni siku ya kuweka msingi wa safari mpya, safari ya ubunifu, ujasiriamali na ushindani wa kimataifa kupitia uchumi wa kidijitali. Tanzania inabarikiwa kuwa na idadi kubwa ya vijana wenye vipaji, ari, ndoto, na vijana hawa ni nguzo kuu ya maendeleo endelevu ya taifa letu, na vijana ndio sisi. Vijana kwa uwepo wetu wengi kwa nafasi kubwa siku ya leo inaonyesha kwamba sisi vijana ndio watu ambao tumebeba maono ya taifa letu kwa siku zijazo, na vitu vingi ambavyo tunakwenda kuvizindua siku ya leo hapa ni vitu ambavyo vinahusu vijana. Kwa kulitambua hilo, kwa kushirikiana na wadau wetu wakuu, tumeanzisha program ya Engage Smart Elite yenye lengo la kuwawezesha vijana kwa kuwapatia ujuzi wa kidijitali, elimu ya fedha, maarifa ya ujasiriamali, lakini pia na vifaa vya kidijitali. Hapa tunazungumzia laptops. Tunaamini kuwa uwekezaji kwa vijana ni uwekezaji wa moja kwa moja kwa uchumi wa taifa letu, na kwamba vijana wakipewa fursa sahihi wanaweza kuwa wabunifu, waajiri na viongozi wa mabadiliko chanya katika jamii.